Hello guys, habari za mchana. Karibu katika kipindi kingine cha Pharmacognos. Our today's session is session number 4 of our subject, which is a plant tissue system. On our last session discuss about plant tissue, na tukaona tissue ni nini na aina za tissue na whatever, but today we are going to discuss on the plant tissue system. Now, for wasting one time, let us look on our objective of today. Our first objective will be to define the tissue system. Second objective will be to categorize tissue systems. And the third and the last objective will be to explain about the tissue system. Now, let us go direct to discuss on one objective after another. By starting with tissue system and their categorization. Now, kwa tulivyokuwa tunasoma tissue, tuliona tissue ni muunganiko wa seli nyingi, ni muunganiko wa seli ambazo zinafanya kazi moja, ambazo hizo seli zinaweza zikawa similar au zikawa not similar, but all of that cells zina perform the same function. Now today kwenye tissue system, maana yake tissue system ni mfumo wa tissue. Kwa hiyo tissue system ni system au ni mfumo unaoundwa na tissue ambazo zinafanya kazi moja. That means tissue system imeundwa na group of tissues ambazo zina perform similar function irrespective to their position in the plant. Kwenye tissue system, maana kama ilivyokuwa system tu ni mfumo, that means zinaweza kuwa baadhi ya tissue ziko located kwenye stem, zingine kwenye root, zingine kwenye leaves, but all of these tissues zina perform the same function. By definition, tissue system ni group of tissue performing a similar function irrespective to its position in the plant. Ni group la tissue ambazo zinafanya kazi moja irrespective au bila kujalisha ziko kwenye position gani kwenye plant. Maana zinaweza kuwa ziko located on the same position au on different position in that in different position in the plant, but zina perform the same function. Now, baada ya kuona overview au definition ya au meaning ya tissue system, now let us look on different types of tissue system. We have major 4 types of tissue system, ambayo ya kwanza ni dermal au epidermal tissue system, ambazo dermal au epidermal tissue system ni ile tissue system ambazo zinaunda sehemu ya nje ya mmea au ambazo zina cover the outer part of the plant. Hizo ndo zinaitwa dermal au epidermal tissue system. Na aina ya pili ni vesicular tissue system. Vesicular tissue system ni tissue system ambayo inadili na transportation au ni responsible for transportation of materials within a plant, ambapo hapa kwenye vesicular tissue system ndo tutakuja kuona kuna xylem tissues na phloem tissues ambazo ni tissue ambazo zina transport different materials within a plant. Also another type ni fundamental or ground tissue system. Fundamental or ground tissue system ni tissue system ambayo inatengeneza sehemu za ndani za mmea. Also another type ni secretory tissue system, ambayo secretory tissue system ni tissue system ambayo ina produce various secretion within a plant, ambayo inaweza kuna produce important substance au waste product within the plant. Now, baada ya kuona hizo types za tissue system, let us go to discuss on one type of tissue system after another. Now, by starting with the epidermal tissue system. Epidermal tissue system, kama tulivyotangulia kuona, tulisema kwamba ni tissue ambazo zina cover the outer most part of the plant. Kwa hiyo epidermal tissue system, this is a tissue system which form the outermost boundary of the plant body, ambapo hii tissue system, hii aina ya tissue system iko associated na structures zifuatazo.
ya kwanza kuna guard cells, ya pili kuna stomata, ya tatu kuna trichome na ya nne kuna cuticle. Kwa hizi ni structure 4 ambazo zinapatikana kwenye epidermal tissue system. Baada hapo let's discuss on these structures one after another, ambapo tukianza na guard cells. Guard cells are found in leaves, zinapatikana kwenye leaves, lakini pia guard cells zimecontain chloroplast. That means kama zimecontain chloroplast, kuna maana yake within the guard cell photosynthesis inateki place. The major function of guard cells is to control opening and closing of the stomata. Structure nyingine baada ya guard cell ni stomata, ambapo stomata ni minute pores au ni matundu madogo madogo yaliyoko kwenye mmea, hasa kwenye parts ya mmea ya leaf, ambayo their major function huwa ni carry out gaseous exchange. That means ya matundu yanaalau carbon dioxide kuingia ndani ya mmea kwa ajili ya photosynthesis process, lakini pia yanatoa nje oxygen from the plants. So their major function carry out gaseous exchange. Also, another of the function which is undertaken by stomata is to carry out transpiration process, ambayo transpiration process is process whereby plants lose water in form of water vapor. Then another structure ni trichome, ambao trichome ni tunaweza kusema ni kama vinyweleo tu, ni kama vinyweleo fulani hivi unavikuta kwenye majani. Kuna ile state, kuna mimea ambayo ukigusa majani yake au shina yake unaona kama kuna vinywele vinabaki vimekushikilia. Kwa zile structures ndo zinaitwa trichome. Kwa by definition, trichome are hairy structures found on epidermis of leaves, stem, flower, fruit and seeds. Na hizi trichome are divided into two major groups. Ya kwanza ni clothing or covering trichome, na second one ni glandular trichomes. Ambao clothing or glandular trichome, ambao clothing or covering trichome, that means ni zile trichome ambazo zina cover the whole plant, as the meaning of the words imply. Clothing ni kama kitu ambacho kinafunika au kukava. Kwa hiyo clothing trichomes ni zile trichome ambazo zina cover mmea mzima, ambazo hizi trichome zinakuwa further subdivided into two types, ambao type ya kwanza ni unicellular clothing trichomes, ambazo uni means one and cellular means cell. So unicellular, that means hizi ni aina ya trichome ambazo zimeundwa na seli moja, as the trichomes which made up of one cell only. Another type ya covering trichome ni multicellular trichome, ambao multicellular trichome, multi means many and cellular means cell. So multicellular manake, multicellular trichome means ni trichome ambazo zimeundwa na many cells au more than one cells, kama inavyosema kwamba hizi ni made up of more than one cell. Na hizi are further subdivided into three groups, ambao group la kwanza ni unicellate, that means made up of one row of cell, na group la pili ni bicellate, means made up of two rows of cell, and the group la tatu la hizi multicellular ni multicellate, means made up of more than two rows of cell au made up of many rows of cells. Hayo tulikuwa about covering trichome. Now aina ya pili ya trichome ni glandular trichome, ambayo glandular trichomes ni trichome zimepossess secretory glands that secrete various substances within the plant. Kwa hii glandular trichome zina secrete various secretion, ambazo hizo secretion zinaweza zikawa za muhimu sana kwenye mmea, mfano kwa ajili ya kuprotect mmea, au zikawa zina secretion ambazo tunaweza kuzitumia kama ingredient kwenye our pharmaceutical processes. Now let us look on importance of trichomes.
Trichome, first important, they offer physical and chemical protection against the insects. Zina offer physical na chemical protection kwa sababu mfano kama kuna aina ya mimea zinakuaga na hizi trichome ambazo zinawasha mfano. Kwa in case hata tu ni binadamu kagusa pale, zikamuasha zile trichome, manake mtu haturudia tena ku affect ule mmea au kugusa pale kwa ajili ya ku affect. So even insect pia na wanakuwa harmed. Kwa maana yake wakiwa harmed, basi hizo zinakuwa zimeprotect mmea chemically. Kwa hiyo wanasema zina offer physical and chemical protection against the insects. Also zina prevent excess water loss from the plants. Also zina secrete important compounds for pharmaceutical industry, also in food and perfumery process. Kwa hiyo so zina produce various secretions ambazo are important in defense pharmaceutical activities. Kwa all of these are the importance of trichome. Then baada hapo, let us look on our last structure found on epidermal tissue system, ambayo last structure ni cuticle, ambayo cuticle refer to the protecting film covering the epidermis of the leaves, young shoots and other aerial plant organ. Cuticle hii ni structure ambayo inakuwa tu kama nylon fulani tu, kanakuwa kama kamekava mmea, ambapo hata mfano ukichukua hata jani pale ukajaribu kuwa unaondoa ka structure moja kwa moja, unaweza kuona kama kuna ka nylon fulani ambao kamecover ile jani, kale ka structure no kanaitwa cuticle. Ndio maana tunasema cuticle refer to the protecting film covering the epidermis of leaves, young shoot and other aerial plant organ. Now baada hapo, let us look on function of epidermal tissue system. Epidermal tissue system have got the following function. Ya kwanza ina prevent, ina reduce excessive water loss from the plants. This is due to the presence of the structure called cuticle. Also another function of epidermis is to protect underlying tissues or internal parts of the plant. Also another function is to carry out transpiration and gaseous exchange due to presence of stomata in the epidermis. Also another function is to facilitate seed dispersal. Seed dispersal means kutawanyika kwa mbegu. Hii ni due to the presence of structure like trichomes, ambazo trichome kwa sababu zinakuwa kama zinanata, kwa hiyo zinaweza kuwa zimejisikiza kwenye mbegu kapita pale zikakunatia, kwa hiyo zikunatia wewe, then unakume transmit ile mbegu, then unaweza kwenda tukafika sehemu tukakaa pale au kafanyaje ukaiacha ile mbegu pale, kwa hiyo unakuwa kama umesaidia kwenye seed dispersal. Lakini pia root hair absorb water and mineral salt from the soil. Kwa zina facilitate pia in absorption of water and minerals from the soil, ambazo kwenye hizi root hair maana yake ni trichome ambazo zinapatikana kwenye mizizi. Trichome kwenye mizizi haziitwi tena trichome, zinaitwa root hair, ambazo zina absorb au zina increase surface area for water and minerals absorption from the soil. Now baada hapo ndo itakuwa mwisho wa discussion ya tissue ya epidermal tissue system. Baada hapo let us go to discuss on another type of tissue system. Another type of tissue system is vascular tissue system. Vascular tissue system kama tulivyoona tangu mwanzoni ni tissue system ambayo inahusika na transportation of materials within a plant, ambayo hii vascular tissue system contain xylem and phloem tissues, ambayo xylem tissues are responsible for transportation of water and minerals from the roots to other parts of the plant, while phloem tissue are responsible for transportation of food materials from the leaves to other parts of the plant. Na hizi zote xylem na phloem has got their elements kama tulivyoona kwenye tissue. Mfano xylem ameundwa na element 4. Ya kwanza ni trachate, ya pili ni vessel au trachea, ya tatu ni xylem fibers, na ya nne ni xylem parenchyma.
na phloem pia nayo imeundwa na element 4 kama tulivyoona, ambapo ya kwanza ni sieve element, ya pili ni companion cell, ya tatu ni phloem fibers, na ya 4 ni phloem parenchyma. Kwa hizi elementi za hizi xylem zimekuwa organized pamoja kwenye groups ambazo zinaitwa vesicular bundle. Maana vesicular bundle tunaongelea zinakuwa ni organization au tunakuwa tunaongelea arrangement ya xylem na phloem kwenye in a certain plant au certain part of the plant. Hiyo ndio inaitwa vesicular bundle. Kwa hiyo vesicular bundle refer to the organization or arrangement of xylem and phloem in a particular part of the plant. Hiyo ndio vesicular bundle, ambapo hizi vesicular bundle zinagawanyika kwenye aina 5. They are divided into 5 types could depend on the arrangement of that xylem and phloem in that bundle. Ambao tukianza na aina ya kwanza ambao ni open vesicular bundle. Na kusema open vesicular bundle, that means ni aina ya vesicular bundle ambayo katikati ya xylem na phloem kuna cambium tissue, ambao cambium tissue ni aina ya tissue ambazo ziko kwenye mmea kwa ajili ya kuleta au are responsible for secondary growth of the plant, ambao secondary growth ya plant ni aina ya growth ya plant ambayo una deal na increase in thickness of that plant. Kwa hiyo zile cambium tissue, kwenye kesi ya zile cambium tissue zinakuwa katikati ya nini? Katikati ya xylem na phloem, ambapo hii aina ya arrangement ambapo cambium tissue zinakuwa katikati ya xylem na phloem, hiyo aina inaitwa open vesicular bundle. Na hii aina ya arrangement ya bundle inapatikana sana kwenye dicot stem. Then aina ya pili ya arrangement ya xylem na phloem kwenye plant ni closed vesicular bundle, ambao closed vesicular bundle inaokaa sana in monocot stem. Ikishaitwa closed maana yake hamna cambium tissue between xylem and phloem that made that vesicular bundle. Kwa hiyo na hii aina ya vesicular bundle ipo sana kwenye monocot stem. Kwa sababu hii mimea, kwa sababu kwenye monocot hakuna cambium tissue ambazo ziko katikati, ambapo mara nyingi zinakaa katikati ya xylem na phloem, that means huu mmea hauwezi kuundergo secondary growth. Then diagrammatically hizi aina mbili za vesicular bundle zinaonekana hivi, ambapo mfano hii ni open vesicular bundle, that means kuna cambium tissue katikati ya xylem na phloem. Kwa hiyo ni phloem, afu hii ni cambium tissue, lakini hii ni xylem, ndio maana inaitwa open vesicular bundle. Then the closed vesicular bundle ni kama hivi inavyoonekana, haina cambium tissue katikati ya xylem na phloem, that means yenyewe phloem na xylem zimeungana pamoja, that means ndio maana inaitwa closed vesicular bundle. Also aina ya tatu ya arrangement ni radial arrangement, ambao radial arrangement inaokaa sana in roots, ambapo xylem na phloem are arranged in alternate manner on different radii. That means kwenye kesi ya radial arrangement maana yake zinakuwa kama duara, inakuwa kama cycle, then kwenye inakuwa cycle, ambapo kwenye cycle sasa hizo vesicular bundle ambao ni xylem na phloem zinakuwa zimejiarrange in alternate manner, that means zinakuwa coordinate kama kufuatana, labda xylem phloem then kwa kuzunguka kama cycle, ambayo tutaiona kwenye diagram yake hapo mbele kidogo. Also another type ni conjoint vesicular bundle. Conjoint means joint ni kama kuungana, maana yake hizi zinakuwa kama zimeungana. Kwa kwenye conjoint vesicular bundle inaokaa in stem and leaves, where xylem and phloem are arranged at the same radius and form a vesicular bundle together. Kwa hiyo
kwenye kesi ya conjoint vesicular bundle ni kwamba hizo xylem na phloem zinakuwa on the same radius. Radius inaongelewa hapa sio nusu kipenyo kama ambavyo tumezoea, lakini radius inaongelewa hapa ni kama haka ka cycle kazima haka ndo ka radius. Kwa maana yake kwenye kesi ya conjoint sasa ni kwamba xylem and phloem are arranged at the same radius and form a vesicular bundle together, ambapo hii conjoint ina result into two types, ambayo ya kwanza ni collateral, ambao collateral ni aina ya conjoint vesicular bundle ambapo xylem and phloem are on the same radius but phloem is outward and xylem is inward, kama inavyoonekana hapa kwenye diagram kwamba phloem yuko outward au outside, then xylem na yuko inward. Ndio maana nasema kwamba ni xylem and phloem on the same radius, kama zinavyoonekana ni same radius, lakini phloem is outward. While aina ya pili ya conjoint vesicular bundle ni bicollateral conjoint vesicular bundle ambapo phloem are on the outer and the inner side of the xylem, ambapo inaonekana hivi kwamba phloem ipo outward pamoja na inward of the xylem. That means phloem ipo outward ambapo ni hapa, lakini pia iko inward hapa ambapo xylem inabaki hapa. Kwa hiyo ni aina ya nne ya conjoint vesicular bundle, ambapo pia another diagram ambayo ina describe conjoint vesicular bundle ni hii kwamba conjoint vesicular bundle anagawanyika into collateral and bicollateral, ambao collateral anaweza kawa open au akawa closed. Tusema kama ni open, that means kuna cambium tissue katikati ya xylem na phloem. Kama ni closed, that means hamna xylem tissue katikati, yani hamna cambium tissue katikati ya xylem na phloem. Kwa hiyo ikiwa closed au ikiwa closed itaonekana hivi, that means ikiwa closed collateral conjoint vesicular bundle itaonekana hivi, lakini ikiwa ni open collateral conjoint vesicular bundle itaonekana hivi. Kwa hili bicollateral maana yake bi means two, ndio maana tumesema kwamba kwenye bicollateral kwamba phloem tissue iko in two parts, iko outside lakini pia inward of the xylem. That ndio maana ya bi means two. Kwa hiyo hii kwenye kesi ya bicollateral maana yake hii ndio itakuwa outer phloem, hafu itakuwa inner phloem, hafu ini xylem. Then nadhani mpaka hapo tutakuwa tumeelewana. Baada hapo go to look on our last type of vesicular bundle arrangement, ambao last type au aina ya tano ni concentric vesicular bundle. Concentric vesicular bundle ni vesicular bundle in which one type of vesicular tissue surrounds the other completely. Hii aina ya vesicular bundle ni aina ambayo moja kati ya zile ni either phloem au xylem amemzunguka mwingine completely. Kwa hiyo kwenye concentric vesicular bundle ni aina ya vesicular bundle in which one type of vesicular tissue surrounds the other completely. That means either phloem surrounds the xylem completely or xylem surrounds the phloem completely, ambapo kwa sababu hiyo tuna result into two types, ambao type ya kwanza ni amphicribral, ambao amphicribral ni aina ya concentric vesicular bundle ambapo phloem amemzunguka xylem completely. Then aina ya pili ni amphiversal ambapo xylem amemzunguka phloem completely. Then diagrammatically zinaonekana hivi. Kwenye amphicribral kama inavyoonekana, phloem amemzunguka xylem completely. P means phloem x xylem. Kwa phloem amemzunguka xylem completely. While ni amphiversal, xylem amemzunguka phloem completely. Then baada hapo diagrammatically pia hizo aina zote tunaweza kuziona hapa, ambapo hii ni radial arrangement, ambapo radial arrangement tulisema kwamba xylem na phloem zimejiarrange on different radii in alternate manner, ambapo
ambapo ukiangalia hapa hii ni xylem, hii ni nini? Ni phloem. Kwa hiyo any different radi, that means haka ni karadika xylem, hafu haka ni karadika nani? Ka phloem. Then karadika xylem, karadika nani? Ka phloem. Hivyo ndio maana tunasema zimejiarrange in alternate manner. Maana alternate manner xylem phloem, xylem phloem, xylem phloem. Hiyo ndio maana alternate manner in different radi. Afu hizo aina nyingine pia unaweza kuziona hapa kwenye diagram. Kwa hiyo hizo zote nilikuwa all about hiyo ndio ilikuwa all about vesicular tissue system. Now baada ya kumaliza vesicular tissue system, let us look on another type of tissue system ambao ni ground or fundamental tissue system. Hii ground or fundamental tissue system ni aina ya tissue system ambayo ina form main body of the plant, ambapo sasa kwenye hii aina ya ground or fundamental tissue system ni tissue system ina form main body of the plant, inaunda zile internal parts of the plant, ambayo hii inakuwa imejiarrange tofauti kulingana na aina ya mmea, ambao mfano kwenye monocot itakuwa different na kwenye dicot. Mfano tukiangalia kwenye monocot hizi ground or fundamental vesicular bundle are in continuous mass, is a continuous mass of parenchyma tissue in which vesicular bundle are found scattered. That means kwenye kesi ya monocot stem, hizi fundamental or ground tissue system haijadifferentiatiwa, yani haijagawanyika kwenye pati tofauti. Au kiufupi, hizi fundamental or ground tissue system imeundwa na ina pati zake, ambao pati zake huwa ni cortex ya kwanza, then huwa ni endodermis, pericycle pamoja na pith. Hizi ni pati ambazo zinaunda ground or fundamental tissue system. Sasa kwa kesi ya monocot stem, maana yake hiyo, kwa kesi ya monocot fundamental ground tissue system hazijagawanyika kwenye hizi parts. That means hizi parts zipo, ila huwezi kuziona kiurahisi kwa sababu haijawa clearly differentiated into this part. While in dicot stem iko well organized na well differentiated into these parts. Also kwenye kesi ya fundamental, kwenye kesi ya monocot stem unakuta hizi vesicular bundles au vesicular tissue ziko scattered within a fundamental tissue, while kwenye kesi ya dicot hizi vesicular tissue hazijawa scattered kwenye bali zimejiarrange kama mduara kwenye tissue, kwenye hiyo fundamental tissue, ambapo diagrammatically zinaonekana hivi hizo structure ambazo zinaunda fundamental tissue. Kwa fundamental tissue imeundwa na pericycle, cortex, pericycle imeundwa na pericycle, cortex, endodermis pamoja na pith, ambao pith inakuaga ndo central part kabisa hapa katikati. Hapa ni diagrammatically ambapo mmea unaweza kuonekana kama ukiwa umeukata, yani ukiukata afu ka observe ile shina lake inaweza likaonekana hivi, ambapo hizo structure namna ya kuziname, hii ni pericycle ni hii, then kuna vesicular system ambayo ni phloem, xylem na cambium. That means kushakuwa na cambium, that means hii ni dicot plant, ambao hapa ni xylem, cambium, hapa ni phloem, alafu hii layer ni pericycle, alafu hii layer ni endodermis, ambao pericycle kiufupi ni layer ambayo inatenganisha kati ya endodermis na phloem, lakini pia another ni cortex, lakini hii ni epidermis ambayo tulisema ni outermost layer of the plant. Lakini pia tulisema kwenye kesi ya monocot kwamba zile vesicular tissue au vesicular bundles zinaonekana kuwa scattered within a ground tissue, ni kama hivi. Hizi ndo vesicular bundle, ambao kwenye kesi ya hapa ni monocot, kwa ziko scattered within a ground tissue.
while kwenye kesi ya dicot haziko scattered kama hivyo, bali tu zimejiarrange kama cycle, kwa sababu zenyewe ni huku nyuma. Vascular bundle hizi kwa zimejiarrange kama duara kuzunguka other parts of the plant kama pith na cortex. Then baada hapo, let us look on our last tissue system ambayo ni secretory tissue system. Secretory tissue system manake ni tissue system ambazo zina produce variety secretions within the plants, ambazo hizo secretions zinaweza kuwa waste product kama resins, rubber, tannins na various crystals, au zinaweza zikawa useful products, au zinaweza zikawa useful kwenye mmea ambazo ni kama enzyme, hormones na other useful secretions. Kwa general secretory tissues are the tissue system which contain cells which secrete various secretions within the plant, ambazo hizo secretions zinaweza zikawa waste product like resins, rubber, tannins and so on, au zinaweza zikawa secretions ambazo ni useful kwenye plants kama enzyme na hormones. And after that, this is the end of our session. Thank you for listening.